Bado tunaendelea kukusogezea taarifa kuhusiana na mizozo mbalimbali inayoendelea ulimwenguni, na taarifa tulionayo hivi punde inasema kwamba Korea Kaskazini imetuma kikosi cha wanajeshi zaidi nchini Russia na kuwarejesha wengine kwenye mstari wa mbele katika eneo la magharibi mwa mkoa wa Kursk, kwa mujibu wa shirika la ujasusi la Korea Kusini. Shirika hilo limesema idadi kamili ya wanajeshi waliopelekwa nchini Russia katika awamu hii haijulikani, lakini maofisa wa jeshi walionukuliwa na vyombo vya habari vya Korea Kusini wamesema kuwa wanaamini ni angalau wanajeshi 1000 wamepelekwa huko. Russia wala Korea Kaskazini hazijathibitisha kutumwa kwa wanajeshi hao wapya katika uwanja wa mapigano huko mkoani Kursk nchini Russia. Inaaminika kuwa Korea Kaskazini imepata hasara kubwa tangu wanajeshi wake walipoanza kutumwa kuisaidia Russia katika vita dhidi ya Ukraine takriban miezi 4 iliyopita. Mnamo Januari, maofisa wa magharibi waliambia Al Jazeera kwamba walikuwa wanaamini kuwa angalau wanajeshi 1000 kati ya 11,000 waliotumwa kutoka Korea Kaskazini waliuawa katika kipindi cha miezi 3 iliyopita. Korea Kaskazini na Russia hazikutoa majibu yoyote kuhusiana na madai hayo. Shirika la ujasusi la Korea Kusini pia lilisema Alhamisi kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini waliokuwa tayari nchini Russia walihamishiwa mstari wa mbele huko mkoani Kursk mwanzoni mwa Februari baada ya takriban mwezi mmoja wa utulivu. Vikosi vya Ukraine vinavyopigana huko Kursk viliambia Al Jazeera kuwa mwezi Januari kwamba hawakuwa wamewaona wanajeshi wa Korea Kaskazini kwa wiki kadhaa, na Russia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky baadaye alithibitisha kuwa walikuwa wamerudi mstari wa mbele. Ripoti za awali zilizotokana na ujasusi wa Korea Kaskazini zinaonyesha kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini hawakuwa tayari kwa vita vya kisasa na walikuwa hasa wanyonge dhidi ya droni zinazotumiwa na vikosi vya Ukraine. Hata hivyo, askari ambao ni wakimbizi kutoka nchini Korea Kaskazini na wataalamu wa kijeshi kutoka nchini humo wameiambia Al Jazeera kwamba wanajeshi hao wasipuuzwe hata kidogo. Rais wa Russia Vladimir Putin alianzisha uvamizi wa kijeshi kamili dhidi ya Ukraine mnamo Februari 2022. Vita hivyo vimesababisha hasara kubwa kwa upande zote mbili. Mnamo Agosti mwaka jana, Ukraine ilifanya shambulio la ghafla katika eneo la Kursk nchini Russia na kuwashangaza walinzi wa mpakani. Russia imekuwa ikijaribu kuondoa Ukraine tangu wakati huo, ingawa mafanikio ya Ukraine yamesukumwa nyuma kwa hatua, sehemu kubwa ikihusishwa na kuwasili kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini nchini Russia mnamo Oktoba mwaka jana, na bado inashikilia mamia ya kilomita za mraba za ardhi ya Russia na inaendelea kuisababishia adui wake hasara kwa kiwango kikubwa. Jeshi la Russia nalo halijawahi kuweka wazi idadi ya wanajeshi waliouawa tangu Septemba 2022 liliposema kuwa wanajeshi takriban 5937 walikuwa wameshauawa katika mapigano hayo. Zelensky amesema idadi ya wanajeshi wa Ukraine waliopoteza maisha katika uwanja wa vita hadi sasa ni takriban 45,100, lakini wataalamu wa kijeshi nchini Ukraine na magharibi wanaamini idadi halisi ni kubwa zaidi ya hiyo iliyotajwa na Zelensky. Ripoti kuhusu kutumwa kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini zilianza kuibuka Oktoba kufuatia kuimarika kwa uhusiano wa pande mbili kati ya Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, na hii ilijumuisha kusainiwa kwa mkataba wa usalama kati ya pande hizo. Wakati hayo yakiendelea, Russia imeendeleza mashambulizi yake huko eneo la magharibi mwa Ukraine, na tayari inaelezwa kuwa upande wa mashariki mwa Ukraine, na tayari inaelezwa kuwa Russia inaendelea kuyakamata maeneo ya mikoa ya Donetsk, Luhansk, Pokrovsk, Kherson na Zaporizhia ambayo ilitwaliwa tangu mwaka 2014. Mimi ni kuomba endelea kusalia na Mwananchi, tutakusogezea kila updates inayojiri kuhusiana na mzozo huo, hasa wakati huu ambao Rais Volodymyr Zelensky anatarajiwa kusafiri leo kuelekea nchini Marekani kuzungumza na Rais Donald Trump juu ya namna ambavyo wanaweza wakasaini mkataba wa madini ambao utaiwezesha Marekani kuweza kupata ama kuchimba madini yenye kuweza kufidia kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 350, huku matarajio yakiwa kwamba huenda kiasi hicho kikaongezeka na kufikia dola bilioni 500. Haya ni madini adimu ambayo yanapatikana nchini Ukraine na ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakiwindwa ama kutafutwa kwa kiwango kikubwa na mataifa ya Ulaya, hususan ni mataifa ya Uingereza, Ufaransa, bila kusahau Marekani ambayo hivi sasa inaenda kuingia mkataba huo na Ukraine. Jina langu mimi naitwa Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.